Kwa nini mzee ulifilisika? Sikuwa na elimu ya fedha. Mimi nilikutana na fedha zikawa zangu, naamua kile ninachotaka kuhusu fedha zangu. Niwe nakosea, niwe napatia, hakuna wa kunibadili. Na nilikuwa naamini mtu asiye na hela hawezi kunishauri mimi ambaye ninazo. Kuna siku uliwahi kukaa ukaumia, ukalia na pengine kutamani hata kujitoa uhai? Nimewahi kuumia sana tu kwa kuona hata watu waliokuwa wakiniheshimu, heshima sasa hakuna. Hawaniheshimu ila wananidharau. Basi hiyo ilikuwa kiuma. Unamwambia mtu kitu cha busara, anakwambia wewe tembea huko, wewe ulipokuwa na hela ulikuwa ukituambia habari kama hizo sisi. Wewe nenda tu huko, kama una hela ya pombe sema tukununulie, lakini wewe sio mwenzetu hivi. Sasa kuna masimango yale ya kidogo kidogo, lakini yanauma sana. Ilikuwa nakuumiza? Umewahi kutoa machozi? Machozi mimi ilikuwa ni kawaida tu, naweza nikakaa hapo ukashangaa natoka machozi. Ukiniuliza nini, nakwambia bwana wewe kaa tu. Machozi ilikuwa kawaida, watu walishazoea, wananiita lialia. Wao walikuwa wakiamini kwamba kuishiwa ndio kunanitoa machozi. Moja kati ya comment nimeiona imejirudia zaidi ya mara moja ni watu kusema kwamba mzee Makosa pengine alikuwa na pesa za nyoka, pesa za ushirikina, kwa zimeondoka. Hiyo habari ni ya kawaida sana kwangu. Wengine unijia, Makosa, tuelekeze twende kwa babu gani tutoboe kama wenzetu ulivyotoboa. Bwana mimi hapo kutoboa na kukujua Mungu usagodi tu. Haya mambo ya uchulo yatakuangamiza tu. Ni kweli unaweza ukapata, ukaonekana, ukawa nazo, lakini Mungu atajitenga na wewe, na akijitenga na wewe vyote ulionavyo havitakuwa tena vya kwako. Kwa pesa zako zilikuwa za nyoka, si za nyoka? Hapana, sikuwahi kutumia njia hizo kwa sababu ya imani yangu kwa Mungu toka mdogo ilikuwa kubwa, na nilikuwa naamini Mungu tu anaweza akafanya yote ninayoyahitaji. Lakini si binadamu, si wataalamu, hapana.